Tusome kitabu cha Mathayo Mtakatifu sura ya 26 kuanzia mstari wa 26 hadi wa 30. Neno la Mungu linasema hivi: nao walipokuwa wakila, Yesu alitwaa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Akakitwaa kikombe, akashukuru, akawapa, akisema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Lakini nawaambieni, sitakunywa kabisa tangu sasa uzao huu wa mzabibu, hata siku ile nitakapokunywa mpya pamoja nanyi katika ufalme wa Baba yangu. Nao walipokwisha kuimba, wakatoka nje kwenda mlima wa Mizeituni. Damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Leo ni siku ya Pasaka, ni siku kuu ya Pasaka. Ulimwenguni kote leo wanakusanyika makanisani wakimsifu Mungu, wakifanya ibada, kukumbuka mateso ya Yesu Kristo, kukumbuka kufa, kuzikwa na kufufuka kwa Yesu Kristo. Lakini ninachoomba ulimwengu wajue, kuazimisha huku kusiwe tu mdomoni, bali kuwe kutoka ndani ya moyo. Waelewe nini maana ya kuteswa kwa Yesu Kristo, kufa msalabani kwa Yesu Kristo, nini maana ya kuzikwa na nini maana ya kufufuka Yesu Kristo. Haya mambo maana yake nini? Kwa sababu tunaposema Injili ya Yesu Kristo, vitu vya msingi kabisa katika Injili ya Yesu Kristo ni mateso ya Kristo, kufa, kuzikwa na kufufuka kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo watumishi wa Yesu Kristo siku zote katika makanisa, katika ibada, tunahubiri mauti ya Kristo na kufufuka kwa Yesu Kristo. Hii ndiyo Injili ya Yesu Kristo. Kwa hiyo mahubiri haya ninapenda watu wote wa ulimwengu siku moja Mungu awape neema kuanzia sasa wasikie, ili wajue Wakristo wa kweli ni watu gani na Wakristo wa kweli sio ni watu gani. Wakristo wa kweli ni watu gani na Wakristo gani ambao sio Wakristo, kwa sababu wanapita njia nyingine. Kwa hiyo kupitia sikukuu hii ya Pasaka tunatakiwa kufundishana nini maana ya Pasaka. Damu ya Yesu Kristo. Imani yetu tumaini. Tumepata neema ya kuamka, ya kuishi, si kwa ajili ya kula na kunywa, si kwa ajili ya kuoa na kuolewa, si kwa ajili ya kusherekea hii dunia, bali kwa ajili ya kumtukuza Mungu, kumwabudu Mungu, kutafakari neno la Mungu na kuimarishana mpaka siku ya mwisho atakapokuja tukute tunafanya hivi. Dunia iko kwenye hali ngumu wakati huu. Dunia inapitia vita wakati huu. Watu wanakufa wakati huu. Watu hawana amani wakati huu. Watu hawasherekei, hata wapati nafasi ya kufanya ibada wakati huu. Vita vimeshamili, vita vya dunia. Mtu atiseme hii sio vita ya dunia, ni vita vya dunia. Mataifa yenye nguvu kuvamia taifa moja, na taifa hilo linarudisha mapigo kwa mataifa mengi kwa wakati mmoja. Mungu anataka kutimiza mapenzi yake kupitia hii vita, na Mungu atawaokoa wenye haki. Kwa sababu kwa upande mmoja hii vita watu wamesimama, wana ajenda, tukishinda ajenda yetu ipite, ajenda ya mambo ya ajabu machafu ya kuzimu. Lakini Mungu ataliokoa kanisa. Mungu ataokoa Wakristo wake. Damu ya Yesu Kristo. Imani yetu tumaini yetu. Neno moja watu wanatakiwa kujua: Yesu Kristo tunayemhubiri, tunayemkuta, tunayeongea naye, tunayekutana naye ndani ya Biblia, ndani ya maandiko matakatifu, huyu Yesu Kristo mwana wa Mungu, huyu Yesu Kristo aliyeichukua dhambi za ulimwengu, huyu Yesu Kristo aliyeenda msalabani akateswa kwa niaba yetu,
akasulubiwa kwa niaba yetu, akafa msalabani kulipa deni la dhambi zetu. Huyu Yesu Kristo mwana wa Mungu aliyezikwa na siku ya tatu akafufuka, akapaa zake mbinguni. Huyu Yesu Kristo aliyewaandaa wanafunzi wake mitume 12, Petro, Paulo, Filipo, Andrea na wengine wote, na hawa wanafunzi mitume wakahubiri Injili waliofundishwa na Yesu Kristo, ambayo tunaiona kwenye maandiko matakatifu, kwenye Injili ya Yesu Kristo. Huyu Yesu Kristo huyu ni tofauti kabisa ukimlinganisha na Yesu Kristo na Yesu mwingine anayehubiriwa na watumishi wengi Tanzania na hata mataifa mengine. Ni tofauti, ni Yesu wawili tofauti. Ukimtazama Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye ndani ya Injili, aliyetukomboa, huyu mwana kondoo, ni tofauti kabisa na Yesu wanayemhubiri watumishi wengi, manabii, mitume, wachungaji, wainjilisti, wanayemhubiri katika makanisa mengi, madhehebu mengi hapa Tanzania na hata mataifa mengine. Ni Yesu wawili tofauti, hawafanani kabisa. Ukitazama Yesu anayehubiriwa huko kwenye makanisa ni Yesu tofauti na huyu Yesu Kristo aliyetukomboa kutoka dhambi, laana na mauti. Ni Yesu wawili tofauti, hawafanani. Hao watu watumishi hao, kwa sababu ya tamaa, wanamhubiri Yesu fake, sio huyu, kwa sababu hawapatani kabisa kwa tabia, hawapatani kwa maneno, hawapatani kwa mienendo na utakatifu wenyewe, hawapatani. Ni watu wawili tofauti. Kwa hiyo linatimia lile neno alilosema Yesu Kristo mwenyewe kwamba utakuwako na makristo wa uongo. Wanamhubiri Yesu Kristo fake. Watu wanamiminika, wanaenda wanamsikiliza Yesu fake. Kwa sababu gani? Mahubiri wanayoyahubiri, injili wanayoihubiri huko, siyo neno la Yesu Kristo huyu ambaye alitukomboa kutoka dhambi. Siyo injili ya Yesu Kristo ambaye ni mwana wa Mungu, Yesu Kristo aliye hai hata leo. Huyu Yesu anayehubiriwa na watumishi wengi wakati huu duniani siyo Yesu Kristo aliyetukomboa, ni Yesu Kristo mwingine. Watumishi wa Yesu huyu fake wanahubiri mafundisho, maneno ya dunia hii ambayo ndio wamepewa, wameamrishwa na huyo Yesu fake. Yesu huyu anahubiri maneno ya dunia. Yesu huyu injili yake ni maneno ya dunia, maneno ya kunywa na kula, ndio inaitwa injili. Yesu huyu wa dunia hii, injili yake ni maneno ya dunia ya kula na kunywa, majumba na magari. Ni Yesu feki huyo. Injili yake siyo injili ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, tunayoiona, tunayoisoma, tunayokutana nayo kwenye maandiko matakatifu. Yesu feki huyo anayehubiriwa na manabii wanaojiita manabii, wanaojiita mitume, wanaojiita majina makubwa makubwa, wachungaji, maaskofu, walimu. Ni injili feki ya dunia hii, haina uhusiano na uzima wa milele. Katika ibada zao unasikia tu maneno ya dunia, wanahubiri maneno ya dunia na wanayapenda hayo maneno ya dunia, ni ya Yesu wao wa dunia hii. Ndio maana wanahubiri maneno ya dunia, kwa sababu Yesu wao wanayeitika kwao ni Yesu wa dunia hii. Mungu wao wanayemtumikia ni Mungu wa dunia hii. Kwa hiyo mafundisho yao ni ya Mungu wa dunia hii. Ndio maana wanahubiri maneno ya dunia hii, hawana Mungu wa mbinguni.
Kwa hiyo ni Yesu wawili tofauti, ni Mungu wawili tofauti. Watumishi wa Yesu huyu wa dunia wamekuwa sasa ni watumishi wa vita. Mafundisho yao ni kutukanana wenyewe kwa wenyewe. Wameacha kuifanya kazi ya Mungu, sasa wanatukanana wenyewe kwa wenyewe. Mtumishi huyu anamtukana huyu, nabii huyu anamkejeli nabii huyu, nabii huyu anamtukana nabii huyu, mtume huyu anamuumbua mtume huyu. Wameacha kuifanya kazi ya Mungu, sasa wanafanya kazi ya Ibilisi, kutukanana wote wenyewe kwa wenyewe. Watumishi wanatukanana, watumishi wa mtu mmoja wenyewe kwa wenyewe wanatukanana. Kila mtu amesahau kazi yake. Hii kumaanisha hawa si watumishi wa Yesu Kristo, Mungu aliye hai, bali wana Yesu mwingine ambaye huyu Mungu wao ni Mungu wa fujo. Ni kutukanana tu. Mtumishi hana kazi ya kufanya, anaangalia huyu katoa mahubiri gani, anayachambua hayo mahubiri na kumtukana mwingine. Wanafanya vita wenyewe kwa wenyewe, wamemwacha adui. Haya ndiyo mafundisho wanayofundishana kwenye ibada zao, kwenye makanisa, na waumini wanafurahia hii mipasho. Watumishi wa Yesu huyu feki ni watumishi wa mipasho, utafikiri ni tarabu, na waumini wao wanafurahia hiyo mipasho, hiyo dozi haka, hayo matukano, wanafurahia. Ukitazama siyo tabia ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, siyo tabia ya Mungu wetu. Waumini wanapiga makofi kwa sababu mtumishi wao, kiongozi wao, nabii wao, mtume wao au mchungaji wao anamtukana mchungaji mwingine. Waumini wanapiga makofi, wanashangilia. Ni Yesu gani huyo? Unamtumikia Yesu gani? Hiyo siyo tabia kabisa ya Mungu wetu, Bwana wetu Yesu Kristo aliye hai, aliyetufia msalabani. Hiyo sio tabia yake. Makanisani kwao wanahubiri tu mambo ya dunia. Makanisani kwao watumishi wanaojiita wachungaji sasa hivi wanafundisha injili yao kubwa ni chicken party, wanaita kitchen party, mambo ya uzinzi, usherati. Sasa ndio imekuwa injili kwenye kanisa, madhabahuni. Wanafundisha uzinzi, ukahaba, usherati madhabahuni. Hii ndio wanaita injili na wanapiga makofi. Ni Yesu gani huyo? Hafanani kabisa na Yesu Kristo, mwana wa Mungu tunayekutana naye kwenye maandiko matakatifu. Hawafanani. Huyo ni Yesu mwingine. Mambo ya kitchen party, mambo ya kuoa na kuolewa, wanafundishana ushenzi, wanafundisha, wanahubiri madhabahuni. Ndio ibada, ndio injili ya siku hiyo. Injili gani hiyo? Wanawake na wenyewe sasa hivi wameinuka, wamekuwa wachungaji sasa, wanafundisha tu ushenzi, wanafundisha tu uzinzi, ukahaba, usherati. Mavazi wanayovaa hayafanani na Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Hayafanani na watakatifu, hayafanani na wacha Mungu. Mavazi anayovaa mtumishi na waumini wao, ukitazama waumini wao, mavazi wanayovaa hawafanani kabisa na tabia ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Hawafanani. Unaona kabisa hawa wana Yesu mwingine ambaye Yesu kahaba. Mungu wao ni kahaba, matiti nje. Unaenda kanisani, unasema unaenda kumcha Mungu, umevaa vinguo vya ajabu vya kwenye baa, vinguo vya kwenye baa, kwenye masherehe ya dunia hii. Ndio watu sasa hivi wanavaa ndani ya makanisa. Ni Yesu gani huyo? Huyo sio Yesu wa mbinguni aliye hai, aliyetufia msalabani. Huyo sio Yesu huyo. Hawa ni watumishi wa Yesu mwingine. Kwa hiyo wanafanya kampeni nyingine ya kuharibu watakatifu, ya kuharibu kanisa.
nguo za kuvaa kwenye baa, madangulo, ndio sahivi nguo hizo zinavaliwa kwenye makanisa, na anasifiwa mtu. Mchungaji anamuona mtumishi wake, anamuona muumini wake amesimama, mwanamke anaenda kutoa sadaka mbele, anamtazama kwa nyuma, kwambia siku hizi umenona. Ni Yesu gani huyo? Huyu ni mtumishi wa Yesu gani huyu? Anaangalia wanawake ndani ya kanisa alafu anamsifu, siku hizi umenona. Anaangalia matako ya mwanamke, anaangalia anavyopenda na nguo alizovaa, nguo za kwenye madangulo, anamsifu, anamwambia siku hizi umenona. Ili ndio kanisa la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliyelifia. Ni Yesu wawili tofauti. Hawana Yesu wa mbinguni, hawana Mungu wa mbinguni. Hawa ni watumishi wa Mungu mwingine, wa Yesu mwingine, ndio wanayemtumikia. Alafu huyo Yesu huyo wanayemtumikia ni Yesu wa dunia hii, Yesu fake, ambaye hakufa kwa ajili ya wanadamu. Nguo za kwenye masherehe, ukahaba zinavaliwa kanisani, matiti nje, mapaja nje, viuno nje, vitovu nje, matumbo nje, makucha utafikiri majini. Ni kanisa la nani hilo? Lazima watu wajifunze katika kipindi hiki cha Pasaka. Watu wajitathmini, wajitazame. Je, wanamwabudu Yesu Kristo yupi? Ndio tabia ya Yesu Kristo hiyo kwenye kanisa. Katika makanisa yao sasa hivi wanaacha kuhubiri Injili, wanahamasisha na ushoga pia. Kanisa linasema mashoga waruhusiwe, wanakubalika kanisani. Kwenye kanisa la Yesu Kristo, Yesu Kristo yupi? Yaani shoga, wanaume waliooana wenyewe kwa wenyewe na wanawake wanaooana wenyewe kwa wenyewe, mashoga waruhusiwe kanisani na wanabarikiwa. Ni Yesu Kristo yupi huyo aliyewatuma mashoga wabarikiwe na wakubaliwe? Ni Yesu Kristo yupi huyo? Ni Yesu tofauti na Yesu Kristo mwana wa Mungu. Ni Yesu tofauti na Mungu wewe. Mchungaji anasimama anatetea mashoga. Mungu haangalii mwili, yaani wanauharibu mwili alafu wanasema Mungu haangalii mwili. Huyo ni Mungu gani? Siyo Mungu wa mbinguni. Ndio maana ninasema ukimwangalia Yesu Kristo aliyetufia msalabani, akafufuka siku ya tatu na yuko mbinguni pamoja na Baba, ni tofauti na Yesu tunayemsikia anayehubiriwa na watumishi na viongozi wa makanisa mengi duniani, ukianza na Tanzania. Ni tofauti. Hawa Yesu wawili ni tofauti na tabia yao ni tofauti. Hata ukiangalia the way jinsi wanavyoongea watumishi wao, unagundua hawa sio watumishi wa Yesu Kristo wa mbinguni, kwa sababu hata kuongea kwao ni tofauti, hawafanani. Kama wewe ni mwana wa Mungu utaongea kama Mungu. Kama wewe ni mtumishi wa Yesu Kristo utaongea kama Yesu Kristo, tabia yako itakuwa kama Yesu Kristo. Lakini kama wewe ni mtumishi wa Yesu mwingine fake, sio Yesu Kristo wa mbinguni, tabia yako itakuwa tofauti na Yesu Kristo mwana wa Mungu, tofauti. Na ndiyo tunachoona. Unawezaje kukaribisha mashoga kwenye kanisa na unatetea mashoga? Watumishi wengine, viongozi wengine, mitume na manabii wengine ni mashoga, alafu wanaitwa watumishi. Maaskofu mashoga, wachungaji mashoga, mitume mashoga. Ni Yesu gani aliyewatuma kwenye kazi hii? Ni kanisa la mashoga. Angalia watumishi wao. Kanisa lina upendo. Ni Yesu gani ambaye anafundisha kanisa lake lisiwe na upendo? Ukitazama kanisa lina upendo, uchafu mtupu umejaa, giza tu.
Nguvu wanazozitumia wanasema ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu wao ni nguvu ya kuzimu, ndio wanamwita Roho Mtakatifu, kwa sababu Yesu wanayemhubiri ni Yesu wa kuzimu, Yesu wa dunia hii, na nguvu wanazozitumia ni nguvu za kuzimu, ndio wanaziita Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu wa kutabiri mambo ya dunia, mambo ya kutabiri, wanatabiri kuoa na kuolewa. Roho Mtakatifu anatabiri uganga. Roho Mtakatifu huyo wanayemiliki anatabiri tu uchawi na uganga. Watumishi wamesha kuwa waganga siku hizi. Ukiwatazama mienendo yao na mahubiri yao ni waganga kabisa, wana tofauti, ni waganga wa kienyeji, ni kushikana tu uchawi. Wewe amekuroga fulani, wewe kuna jirani anakuroga. Ndio injili gani hii? Injili ya Yesu Kristo wa mbinguni haifanani kabisa na maandiko matakatifu. Saa hizi ni kukamatana tu, ni kukamatana tu uchawi kwenye makanisa, na waumini wanapenda hivyo, kudanganywa. Yesu Kristo mwongo, wanahubiri mafundisho ya uongo, hayapatani na Injili. Yesu Kristo gani huyo? Hawana kweli ya Mungu. Makanisa sasa hivi yanakela, watumishi wanavaa nguo. Ukiangalia mataifa mengine, watumishi, wachungaji wanavaa viatu vya kike, makucha wameweka kama wanawake, wamevaa heleni, wamevaa mabangili, wamepaka uwanja, wanavaa sketi, wanavaa magauni, wako madhabahuni na wanaongoza kanisa, na kanisa linafurahia. Huyu ni Yesu gani? Watu wanasali, na makanisa haya yapo hata hapa Dar es Salaam. Unamsikia mtumishi anatetea ushoga, makanisa yapo. Ni Yesu gani? Hakuna Yesu hapa. Hawa ni watumishi wa Yesu mwingine, sio Yesu tunayemjua, Mungu wa mbinguni, damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo tuwe makini sana kusali makanisa ambayo yanahubiriana mambo ya dunia, wakati Yesu Kristo sio mtu wa dunia hii. Hawataki kuhubiri mambo ya mbinguni yanayowapa watu utakatifu, yanayowabadilisha watu kuwa wacha Mungu. Wanahubiriana mambo machafu ya giza, mambo ya kuzimu, alafu wanasema ni watumishi wa Yesu Kristo. Sio. Hawa wana Mungu mwingine, hawa wana Yesu mwingine wanayemtumikia. Huyo ndiye Mungu wao na huyo ndiye Yesu wao wanayemtii. Ndio maana unasikia wanahubiri uchafu wote, kwa sababu huyo Mungu ni Mungu wa dunia hii. Mtume Paulo amesema katika waraka wake wa kitabu cha Warumi, amesema sura ya 16. Tusome mara moja. Warumi sura ya 16 mstari wa 17 na wa 18. Mtume Paulo anasema hivi: ndugu zangu, na wasihi waangalieni wale wafanyao fitina na mambo ya kukwaza, kinyume cha mafundisho mliojifunza, mkajiepushe nao, kwa sababu walio hivyo hawamtumikii Bwana wetu Kristo, bali matumbo yao wenyewe, na kwa maneno laini na ya kujipendekeza waidanganya mioyo ya watu wanyofu. Damu ya Yesu Kristo. Mtume Paulo anawajua hawa watu sio watumishi wa Yesu Kristo aliyetufia msalabani, bali ni watumishi wa Mungu mwingine wanamtumikia. Anamtaja matumbo yao. Kwa hiyo matumbo yao ndiyo Mungu wanayemtumikia. Ni kwa sababu sasa wanahubiri vitu ambavyo tumbo linahitaji. Mahubiri yao, injili yao, wanahubiri mambo ambayo tumbo lao linahitaji. Huyo ndiyo Mungu wao. Kwa hiyo hawawezi kuhubiri injili ya Yesu Kristo wa mbinguni, Mungu wa mbinguni, kwa sababu wao wanamtumikia Mungu wao tumbo. Wanamtumikia Mungu wao tumbo. Kwa hiyo mahubiri yao ni ya dunia. Wanahubiri uchafu ili kupata watu wengi waweze kuwapa mambo ambayo Mungu wao anahitaji tumbo. Tumbo linahitaji nini? Hauwezi hata
kutafakari, hivi tumbo linahitaji nini? Kile ambacho tumbo linahitaji ndicho kinachohubiriwa makanisani. Kwa hiyo hawa sio watumishi wa Yesu Kristo mwana wa Mungu, ni watumishi wa Mungu wao Yesu mwingine waliye naye hapa duniani, tumbo. Ndio maana wanahubiri mambo machafu ya giza, hawana hata hofu. Makahaba wanahitaji kitu ambacho tumbo linahitaji, kwa hiyo wanafanya ukahaba ili wapate kitu ambacho Mungu wao tumbo anahitaji. Mashoga wanafanya ushoga kwa sababu wanahitaji kuufurahisha mwili wao na kupata kitu ambacho tumbo Mungu wao anahitaji. Kwa hiyo kila uchafu unaofanyika duniani ukitazama nyuma ni kuwaleta ambapo tumbo Mungu wao anahitaji. Kila uchafu unaofanyika kuzimu kunachafua kanisa, kwa sababu sasa wanatii mambo ya kuzimu, wanamtii Ibilisi. Ibilisi anawapa kitu ambacho tumbo Mungu wao linahitaji. Kwa hiyo Mtume Paulo anasema kwamba jiepusheni na hawa watu, mkayashike mafundisho ya Yesu Kristo mwana aliye hai, mwana wa Mungu aliye hai. Mkayashike hayo, mkaishike hiyo Injili ambayo huyu hafanani kabisa na mambo haya yanayohubiriwa ya dunia, ila wao anasema hivi, bali anasema kwa sababu walio hivyo hawamtumikii Bwana wetu Kristo, bali matumbo yao wenyewe. Sasa wanatumia maneno malaini, maneno ya kuwapendekeza watu ili watu wajisikie raha kwenye makanisa yao, lakini lengo tumbo kulitumikia. Wana maneno mengi. Nimemsikia mtu mmoja anaita mchungaji, ni mwanamke, anakuambia kabisa, yani unaona kabisa huyu ni wa kuzimu. Unawezaje kufanya chumbani kwako kuwa mahali pa maombi? Chumbani sio mahali pa maombi. Kitandani sio mahali pa kunena kwa lugha. Kitandani pana kazi nyingine. Huyu ni mchungaji huyu? Ni roho chafu zimetumwa kuharibu kanisa, na watu wanapiga makofi ili apate nini? Anaongea maneno malaini yanayowapendeza watu, yanayowapa watu wawake tamaa. Mwisho wa siku anapata kitu ambacho Mungu wake tumbo linahitaji. Lakini Mtume Paulo anaenda mbali kwenye Waefeso, anasema tena, tusome Waefeso zaidi, kitabu cha Wafilipi. Katika kitabu cha Wafilipi Mtume Paulo anasema, Wafilipi 3 mstari wa 17, tusome. Anasema hivi, ndugu zangu, mnifuate mimi, mkawatazame wao waendao kwa kufuata mfano tuliowapa ninyi. Maana wengi huenenda ambao nimewaambieni mara nyingi habari zao, na sasa nawaambia hata kwa machozi, kuwa ni adui wa msalaba wa Kristo. Mwisho wao ni uharibifu, Mungu wao ni tumbo, utukufu wao ukatika fedheha yao, waniao mambo ya dunia. Angalia, hiki ndicho wanachokifanya watumishi wengi wa makanisa. Wachungaji wengi wanahubiri haya mambo yaliyozuiliwa. Mungu wao ni tumbo. Kwa hiyo wanania mambo ya dunia, wanahubiri mambo ya dunia, wanahubiri uchafu wa dunia, wanahubiri katika makanisa yao, wanawahubiria watu wanajiita wao wametumwa na Yesu Kristo, kumbe wanamtumikia Mungu mwingine, Yesu mwingine, ambaye Mtume Paulo anataja Mungu wao na Yesu wao ni tumbo. Matumbo yao ndiyo Yesu wao. Kwa hiyo ni kusema kwamba miili yao wenyewe ndiyo Yesu wao, kwa sababu kila kitu wanachohubiri ni mambo ya dunia hii ya kupendeza mwili. Kwa hiyo wana Yesu mwingine ambaye ni matumbo yao, wana Mungu mwingine ambaye ni matumbo yao. Kwa hiyo hawa, kwa kuwa Mungu wao ni tumbo lao, ni Mungu wa dunia hii, ni matumbo ya dunia hii. Kwa hiyo wanahubiri kitu ambacho Mungu wao, Yesu wao anataka, mambo ya dunia hii. Alafu wanasema hii ndiyo Injili. Ni kweli ni Injili ya Mungu wao tumbo. Hawafanani kabisa na Yesu Kristo tunayemuona, tunayekutana naye ndani ya maandiko matakatifu, ndani ya Injili. Hawafanani. Kwa hiyo hawa ni watumishi wengine, hawafanani.
hawana injili ya Yesu Kristo, hawana injili ya Mungu, hawajishughulishi kabisa kuwafanya watu wawe wacha Mungu, wajitambue kwamba wao ni nani, Yesu Kristo aliwafia. Kwa hiyo hawawezi kuhubiri mauti ya Yesu Kristo, hawawezi kuhubiri mateso ya Yesu Kristo, hawawezi kuhubiri kifo cha Yesu Kristo, hawawezi kuhubiri kufufuka kwa Yesu Kristo. Hawadili na haya mambo wanayoyania na kuyashuhudia kila siku ni mambo ya dunia tu. Leo ni Pasaka, lakini ukienda kwenye makanisa yao utasikia leo Pasaka, Mungu atakubariki jumba na gari. Wanaangalia tu mambo ya dunia. Hawawezi kuhubiri hata mateso ya Yesu Kristo, kuwajulisha watu kwamba ni namna gani Mungu alivyotupenda akatufia, hata akatukomboa kutoka dhambi. Hawawezi kuhubiri hiyo, kwa sababu Mungu wao na Yesu wao siyo yule aliyetufia msalabani. Hawa wana Yesu mwingine ambaye hakuwafia watu bali tumbo hilo. Wana Yesu ambaye hakusulubiwa msalabani, wana Yesu ambaye hakufa na kufufuka siku ya tatu, wana Yesu ambaye asiye hai. Kwa hiyo huyo ndio wanayemhubiri, huyo ndio anafanya machafu yote, anakaribisha ushoga kwenye makanisa, anakaribisha uzinzi, ukahaba kwenye makanisa, wanawake wakijipamba kiukahaba kwenye makanisa. Lengo ni nini? Sikupata pesa tu. Pesa kwa ajili ya nini? Tumbo. Kwa hiyo wanakuja kufanya matangazo kanisani. Hawa hawana Yesu wa mbinguni, wana Yesu ambaye tumbo. Mtume Paulo anasema Mungu wao ni matumbo yao, waniao mambo ya dunia. Damu ya Yesu Kristo. Tuwe makini sana. Lakini injili ya Yesu Kristo Bwana wetu, Mungu aliye hai, ni ipi? Katika kitabu cha Mathayo mtakatifu sura ya 26 tumesoma kuanzia mstari wa 26 mpaka 30. Hapo ndipo pani injili ambayo Yesu Kristo ametufundisha na akatuachie tuihubiri, na mitume wakaihubiri hiyo. Hili ndilo kanisa takatifu lenye kuhubiri injili ya Yesu Kristo, ambaye ameionyesha, ameihubiri na ametuamuru sisi tuihubiri, na mitume wakaihubiri, na kanisa lazima lidumu lihubiri hiyo injili. Hiyo injili inatangaza mauti ya Yesu Kristo, Pasaka takatifu ya Yesu Kristo, ambaye hiyo ndiyo iliyotukomboa, na huo ndio upendo wa Mungu. Hii ndiyo injili ya kweli, na kila mtumishi akahubiri injili hii ambayo Yesu Kristo anatuonyesha, Yesu Kristo ametufundisha na mitume wametufundisha. Hilo ndilo kanisa la Yesu Kristo, na huyo ndiye Kristo mwenyewe. Damu ya Yesu Kristo. Yesu Kristo akawafundisha wanafunzi wake wote, ametufundisha sisi wote. Siku ile akafanya Pasaka na wanafunzi wake. Yesu Kristo alipokuwa anakaribia kwenda kukamatwa, sasa na Pasaka ya Wayahudi imekaribia, na yeye akafanya Pasaka kutujulisha hiyo Pasaka ya Wayahudi wanayofanya, iliyoandikwa katika Torati, ambayo iliamliwa tangu zamani, kipindi Mungu anawatoa wana wa Israeli kutoka Misri. Wakafanya Pasaka kwa mkono wa Musa, wakachinja yule mwanakondoo siku ile ya 14 ambayo ilikuwa ni jioni, wakamchinja, wakapaka damu ya huyo Pasaka wakaipaka kwenye miimo ya milango, na wote waliolala katika milango iliyopakwa damu ya huyo Pasaka wakawa hai, na wale ambao hawakulala kwenye milango iliyopakwa damu ya huyo Pasaka wote wakauawa. Wayahudi wameamliwa na Mungu kwamba kuifanya hiyo Pasaka milele. Hiyo Pasaka ilikuwa ni kivuli, sura yenyewe ni Yesu Kristo aliyeuawa jioni msalabani. Damu ya Yesu Kristo. Sasa Yesu Kristo anataka kutujulisha ile Pasaka iliyoamliwa na Mungu kwa mkono wa Musa. Hiyo Pasaka ndiyo mimi ninayekufa kwa ajili ya ulimwengu. Sasa injili ya kuhubiriwa ni hii. Yesu Kristo alipokaa katika meza ya Bwana, akainua mkate, akachukua mkate, akauinua, akashukuru, akasema,
huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu, kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu nyinyi ulimwenguni, mwili wangu kwa ajili ya ondoleo la dhambi, kuleni wote. Yesu Kristo akachukua akawapa ili wale. Alipomaliza akachukua kikombe cha divai cha mzabibu, akainua akasema, kikombe hiki ni kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya inayotolewa na kumwagika kwa ajili yenu, kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Nyweni wote. Yesu Kristo anaonyesha mkate, anasema huu ni kivuli, lakini inawakilisha mwili wangu unaotolewa kwa ajili ya ulimwengu, kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Kuleni wote, kwa sababu kila atakayekula huu mwili ana msamaha wa dhambi, atakuwa amesafishwa dhambi zake. Kila atakayekula huu mwili, atakayeutazama huu mwili wangu na kuula huu mwili, ana uzima wa milele. Na kila atakayekunywa damu yangu hii inayomwagika msalabani, inayokwenda kumwagika, ambayo hii damu inatolewa kama sadaka ya Mungu kwa wanadamu, kila atakayetazama damu hii na kuiamini damu hii na kuweza kula kila siku katika maisha yake, ana uzima wa milele. Yesu Kristo anaonyesha kwenye Pasaka. Pasaka, chakula kilichopo kwenye Pasaka ni mwili wa Kristo na damu ya Kristo. Anahubiri kwa habari ya mwili wake na damu yake. Anawapa wanafunzi wake wanaomwamini, anawapa kanisa wale mwili wa Yesu Kristo na damu ya Yesu Kristo. Anawaambia, hubirini mwili na damu ya Yesu Kristo. Hubirini mwili wangu na damu yangu. Walisheni watu na wanywesheni watu mwili wangu na damu yangu. Watu wawe na imani katika mimi, katika mwili wangu na damu yangu. Watu wamwabudu Mungu kwa njia ya mimi, katika mwili wangu na damu yangu. Hawa wana uzima wa milele. Hii ndiyo Injili. Kwa hiyo tunategemea wote wanaomtii Yesu Kristo, wote wanaomwamini Yesu Kristo. Ikiwa ni mtumishi umetumwa na Yesu Kristo, hauna kitu kingine ulichopewa na Yesu Kristo isipokuwa tumepewa Injili ya kweli ya mbinguni, mwili wa Yesu Kristo na damu ya Yesu Kristo. Tuwalishe watu hiyo, tuhubiri hiyo, watu waamini katika hiyo, watu wauone upendo wa Yesu Kristo, upendo wa Mungu katika mwili na damu iliyotolewa kama sadaka ya msamaha wa dhambi, ondoleo la dhambi, sadaka kwa ajili ya uzima wa milele, sadaka kwa ajili ya baraka zote. Hii ndiyo Injili ya kuhubiriwa. Mitume walihubiri hii, Paulo alihubiri hii, Petro alihubiri hii, Filipo, Andrea wamehubiri hii. Hawakuhubiri kitu kingine chochote cha dunia hii isipokuwa mwili wa Yesu Kristo na damu ya Yesu Kristo. Hii ndiyo Pasaka ya kweli, damu ya Yesu Kristo. Imani yetu, tumaini letu. Hayo maneno mengine ya dunia ni injili ya nani? Hayo maneno mengine ya dunia ni Pasaka wa nani? Kila siku katika makanisa yetu tunahubiri Pasaka. Kila siku kwenye ibada zetu tunahubiri Pasaka, kwa sababu unapohubiri mwili wa Yesu Kristo na damu ya Yesu Kristo, unahubiri Pasaka ya Bwana wetu Yesu Kristo siku zote, kwamba umetolewa mwili wake kwa ajili ya uzima wetu, imetolewa damu yake kwa ajili ya uzima wetu. Kwa hiyo Pasaka ni kuhubiri mwili na damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo mtu anayemwamini Yesu Kristo atahubiri mwili na damu ya Yesu Kristo kama sadaka ya msamaha wa dhambi, sadaka ya ondoleo wa dhambi, sadaka ya uzima wa milele. Hiyo ndiyo sadaka ya kumcha Mungu, ya kumkaribia Mungu. Tumepewa mwili na damu ya Yesu Kristo. Yesu Kristo hakutupa kitu kingine. Kwenye meza ya Bwana hapakuwepo na kitu kingine. Kwa hiyo mitume wa Yesu Kristo, wanafunzi wa Yesu Kristo hawakuhubiri chochote. Ukisoma maandiko, hawakuhubiri kitu kingine chochote ambacho Yesu Kristo hakuwapa. Kile alichowapa ndicho walichokihubiri na ndicho walichotuonya tukihubiri. Hakikuwa chakula cha mwili cha tumbo, kilikuwa ni chakula cha roho.
kwa ajili ya uzima wa milele, mwili na damu ya Yesu Kristo. Leo watumishi wanasema wametumwa na Yesu Kristo, wanahubiri kula na kunywa, majumba na magari, kuoa na kuolewa, ushoga, uzinzi, ukahaba, kitchen party kwenye kanisa. Ni Yesu gani huyo? Wewe ni mtumishi wa Mungu gani? Ni mpinga Kristo mkubwa unaonekana kabisa. Wewe ni mpinga Kristo kutoka kuzimu. Huna adabu, hata kuongea kwenyewe unaongea tu kama kuzimu. Kuhubiri kwenyewe unahubiri tu kama kuzimu, kwa sababu huna utaratibu wa Yesu Kristo. Kwa sababu huhubiri injili ya Yesu Kristo ukiwa na upendo wa Mungu. Unahubiri maneno ya dunia ili upate kitu umtumikie Mungu wako tumbo. Ndicho wanachohubiri. Wanahubiri uongo. Hawawezi kuhubiri kitu cha kuwaokoa watu ambacho Kristo ametupa, kwamba hubirini hiki kwa ajili ya kuwaokoa watu, kuwatoa kuzimu, kuwaleta kwangu. Kwa hiyo wanahubiri pasipo uchungu wa Kristo, pasipo upendo wa Kristo. Wanahubiri wakitamani vitu vya watu, kama Nabii Mika aliposema, watu hawa wakati wote wanalia maneno malaini, wanalia amani, 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 lakini usipotia kitu kwao katika vinywa vya wanakuandalia vita. Hawahitaji watu kumjua Kristo, wanahitaji utowe kitu kwao ili Mungu wao tumbo azidi kubarikiwa. Injili ya Yesu Kristo ni mwili wa Kristo, damu ya Kristo. Unapohubiri mwili wa Kristo, damu ya Kristo, unahubiri mateso ya msalaba ya Yesu Kristo Bwana wetu. Unahubiri kifo cha Yesu Kristo. Unahubiri kuzikwa, kufa, kuzikwa na kufufuka kwa Yesu Kristo. Hii watu wanatakiwa kujua. Unahubiri tu injili ya ajabu ajabu. Yesu Kristo alitukabidhi mwili wake na damu yake. Tena anasema mwili wangu ni chakula. Anasema katika Yohana 6, mwili wangu ni chakula cha uzima wa milele na damu yangu ni kinywaji cha uzima wa milele. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu ana uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Yohana Mtakatifu sura ya 6 kuanzia mstari wa 52 kuendelea. Anasema hivyo 52, 53, 54, 55 ukiendelea. Anahubiri kwa habari ya mwili wake aliyowakabidhi siku ile wanafunzi wake katika siku ya Pasaka aliyoifanya. Huu mwili wangu ni chakula cha uzima wa milele na hii damu yangu ni kinywaji cha uzima wa milele. Kila mtu aaminie na kutegemea mwili wangu na damu yangu, huyo ana uzima wa milele. Leo watumishi wanahubiri fedha na mali, majumba na magari. Huyu ni Yesu feki mwingine, hatumtambui. Siku ile Yohana Mbatizaji, baada ya kumkabidhi dhambi Yesu Kristo kwa njia ya ubatizo, akasema, akapaza sauti yake akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Anamtaja Yesu Kristo, anawaonyesha watu Yesu Kristo, huyu ndiye mwana kondoo, huyu ndiye sadaka. Anaposema tazama mwana kondoo wa Mungu, hii maanisha huyu mwana kondoo hatokani na dunia hii. Huyu mwana kondoo hatokani na dunia hii. Ametoka wapi? Kwa Mungu. Ndio maana anasema mwana kondoo wa Mungu, kwamba huyu ametoka kwa Mungu. Na huyu ndiye aliyefanywa kuwa sadaka. Huyu ndiye aliyefanywa kuwa dhabihu. Mwili wake na damu yake imewekwa kuwa dhabihu. Hii maana yake nini? Dhabihu zote, sadaka zote za dunia hii Mungu hakuzitaka tena, kwamba hazimpi mtu uzima wa milele, hazimpi mtu msamaha wa dhambi wa milele. Kwa hiyo sadaka na matoleo na dhabihu zote za dunia hii Mungu hakuzitaka, akamleta mwanaye akamfanya kuwa sadaka na dhabihu. Huyu azichukue dhambi za ulimwengu, huyu aende akafe kwa niaba ya ulimwengu, huyu akateswe kwa niaba ya ulimwengu, akafe kwa niaba ya ulimwengu, akazikwe na kufufuka, ashinde mauti kwa ajili ya ulimwengu, si kwa ajili yake, bali anaishinda mauti iliyotukalia sisi, anaishinda dhambi na mauti
iliyotukalia sisi. Kwa hiyo yeye kwa kufufuka ameishinda dhambi na mauti iliyotukalia sisi. Sisi tunakuwa huru mbali na dhambi na mauti kwa sababu Yesu Kristo Bwana wetu ameshinda. Yohana Mbatizaji anasema, tazama mwana kondoo wa Mungu. Hiyo ndiyo sadaka ya Mungu kwa ajili ya uzima. Hiyo ndiyo sadaka, huyo ndiyo Pasaka anayekwenda kufa msalabani kwa ajili yetu sisi, kwa ajili ya uzima wetu. Yesu Kristo alipoichukua dhambi, mshahara wa dhambi ni mauti. Biblia inasema katika Warumi 4 mstari wa 23 inasema mshahara wa dhambi ni mauti. Tusome mara moja kitabu cha Warumi sura ya 6 mstari wa 23. Mstari wa 23 unasema, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Mshahara wa dhambi ni mauti. Mtu akiwa ni mwenye dhambi ni lazima alipe hilo deni la dhambi kwa mauti, lazima afe. Sasa sisi ni wenye dhambi, ili tulipe hilo deni lazima tufe tukafufuke. Kama tukifa tujafufuka, deni hatujalipa na dhambi imetuweza. Hatuna uwezo, mwanadamu hawezi kulipa deni la dhambi aliyonayo akawa hai tena, kwa sababu mauti ina nguvu kuliko mwanadamu. Kwa hiyo Mungu akaileta sadaka mwanakondoo, akamleta mwanakondoo wake huyu achukue dhambi za ulimwengu, dhambi zetu zote azichukue katika mwili wake. Sasa mauti iliyotukalia sisi iwe kwa Yesu Kristo, kwa sababu amechukua dhambi zetu, akaonekana kama ni mwenye dhambi. Sasa anatakiwa kulipa deni la dhambi zetu kwa kufa na kufufuka, ili akaonekane ni mshindi, akafufuke. Yesu akaenda msalabani, akapigwa kwa niaba yetu. Adhabu iliyotustahili tupate sisi akapigwa Yesu Kristo, ikampata Yesu Kristo kwa niaba yetu. Anapigwa kwa niaba yetu. Yesu Kristo akafa msalabani, anakufa kulipa deni la dhambi zetu. Mauti iliyotakiwa tuipate sisi, sasa anakufa Yesu Kristo, mwana kondoo wa Mungu. Mwili wake ni sadaka ya msamaha wa dhambi wetu. Yesu Kristo anakufa, anazikwa, siku ya tatu anafufuka. Kufa kwa Yesu Kristo ni kufuta deni tulilonalo. Kufa kwa Yesu Kristo maana yake nini? Maana ya kufa kwa Yesu Kristo ni kufuta deni tulilonalo, deni la mauti. Anakufa yeye badala yetu. Kwa hiyo kufa kwa Yesu Kristo ni kufuta jina la kwanza tulilokuwa tunaitwa, linaloambatana na deni tulilokuwa nalo. Tulikuwa tunaitwa wenye dhambi, ndio deni lenyewe. Tulikuwa tunaitwa wenye dhambi, laana na mauti. Kwa sababu tumetenda dhambi, sasa ni wenye dhambi, laana na mauti. Haya ndio majina yetu tuliyokuwa tunaitwa. Tumetoka kabisa kwenye uhalisia wa wana wa Mungu, sasa tunaitwa wadeni, wenye dhambi, laana na mauti. Kwa hiyo haya majina hayawezi kufutika pasipo mauti ya Yesu Kristo. Kwa hiyo Yesu Kristo anakufa kufuta majina tuliyokuwa nayo tunaitwa, majina ya kwanza ambayo sisi tunaitwa wenye dhambi, laana na mauti, anafuta kwa mauti yake ya msalaba. Sasa kwa kuwa majina tuliyokuwa nayo ya kuzimu ambayo dhambi, laana na mauti yanafutwa kwa mauti, tunatakiwa tupewe majina mapya ya mbinguni ili tuwe wana wa Mungu, wana wa Mungu wa mbinguni. Kwa hiyo tulikuwa tunaitwa kwa majina ya kuzimu, wenye dhambi, laana na mauti. Yesu Kristo amechukua dhambi zetu, anaenda kufa msalabani kufuta majina ya kuzimu tuliyoitwa wenye dhambi, laana na mauti kwa mauti. Sasa baada ya kufuta kwa mauti, anatakiwa kutupa majina mapya ya mbinguni kwa kufufuka kwake, damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo kama Yesu asingefufuka kutoka wafu, sisi tusingekuwa na majina mapya, tungeendelea kuitwa yale yale, kwa sababu ingeonekana mauti imemshinda. Kwa hiyo sisi kupewa majina mapya, kubatizwa majina mapya ya mbinguni, ya Mungu mwenyewe, ya Yesu Kristo mwenyewe, ni
kule kufufuka kwa Yesu Kristo, kule kufufuka siku ya tatu Yesu Kristo, ndio sisi tukapewa majina mapya. Kuanzia leo sio mwenye dhambi tena, sio mwenye laana tena, sio mwenye mauti ya milele. Sasa kuanzia leo wewe ni mwana wa Mungu, wewe ni Mkristo mtakatifu, wewe ni mtakatifu, wewe ni mwenye haki, wewe una uzima wa milele kwa kufufuka Yesu Kristo. Tusome Warumi 4 mstari wa 25. Warumi 4 mstari wa 25 asema, ambaye alitolewa kwa ajili ya makosa yetu na kufufuliwa ili mpate kuhesabiwa haki. Alitolewa akateswa msalabani kwa sababu ya dhambi zetu, kwa sababu ya jina hili sisi tukaitwa wenye dhambi, wenye laana na mauti. Akatolewa akafa msalabani, amelipa deni, amefuta majina yetu. Sasa akafufuka ili sisi tuitwe wenye haki, ili sisi tupate kuhesabiwa haki. Sasa tumehesabiwa haki kwa kufufuka Yesu Kristo, ndio maana tunaitwa wenye haki, watakatifu, wenye uzima wa milele. Kwa nini? Kwa sababu tunaye Kristo aliyeishinda dhambi, laana na mauti kwa ajili yetu. Yeye anaishi ndani yetu, yeye ni haki ya Mungu. Sasa haki ya Mungu inaishi ndani yetu, sisi tunaitwa wenye haki. Yeye ni mtakatifu wa Mungu. Huyu mtakatifu ameishinda dhambi, laana na mauti, anaishi ndani yetu. Sasa sisi tunaitwa watakatifu. Yeye ni uzima wa milele, yeye anaishi ndani yetu, aliye uzima wa milele. Sasa sisi tunaitwa wenye uzima wa milele, damu ya Yesu Kristo. Neno la Mungu linasema hivi: Mungu ametupa uzima wa milele. Mungu ametupa uzima wa milele. Neno la Mungu linasema hivi, na huo uzima wa milele ameuweka kwa Yesu Kristo mwanaye. Huo uzima wa milele ambao Mungu ametupa sisi uko kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo kila aliye na Yesu Kristo, huyo ndiye mwenye huo uzima wa milele. Lakini yeye ambaye hana Yesu Kristo hana huo uzima wa milele. Mungu ametupa uzima wa milele, Yesu Kristo. Kwa hiyo kila anayemhubiri Yesu Kristo, anayemwamini Yesu Kristo, aliye ndani yake anaye Yesu Kristo, huyo ana huo uzima wa milele ambao Yesu Kristo ametupa, Mungu ametupa. Wewe huamini katika mwili na damu ya Yesu Kristo, huna huo uzima. Wewe huhubiri kwa watu huo uzima wa milele, huhubiri mwili na damu ya Yesu Kristo. Hii inamaanisha huhubiri uzima wa milele kwa wanadamu. Mtumishi yoyote yule, mchungaji au nabii au mtume, anashiriki madhabahuni kwake kuhubiri mambo ya dunia hii, wala hahubiri mwili na damu ya Yesu Kristo. Hii inamaanisha hawahubirii watu uzima wa milele, anawahubiria watu mauti ya milele, kwa sababu kuhubiri mwili na damu ya Yesu Kristo ndio unahubiri uzima wa milele ambao Mungu ametupa. Unapohubiri mambo ya dunia, fedha na mali, majumba na magari ya dunia hii inamaanisha unahubiri mauti ya milele kwa watu, unawakabidhi mauti ya milele kwa watu, kwa sababu Mungu amesema ametupa uzima wa milele. Huo uzima wa milele ameuweka ndani ya Yesu Kristo. Kwa hiyo kuhubiri mwili na damu ya Yesu Kristo, unawahubiria watu uzima wa milele. Mtu anapoamini mwili na damu ya Yesu Kristo, hapa ameamini na kupokea uzima wa milele. Ndio maana Yesu anasema, aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu ana uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Kwa hiyo mtumishi yoyote anatakiwa kuangaliwa kwa umakini. Waumini msiwe tu wapenzi wa kuwafata watu, angalia anahubiri nini. Mtumishi, unaona, ibada yote hawezi kukaa katika kuhubiri mwili na damu ya Yesu Kristo, ujue huyu hakuhubirii uzima wa milele, kwamba kitu chochote anachokihubiri cha dunia hii, iwe fedha, iwe mali, iwe utajiri, iwe magari, iwe majumba, anakuhubiria mauti ya milele, kwa sababu kukuhubiria uzima wa milele ni kuhubiri mwili na damu ya Yesu Kristo. Tusome mara moja waraka wa Yohana sura ya 5. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 11 anasema, na huu ndio ushuhuda ya kwamba Mungu alitupa uzima wa milele, na uzima huo umo katika mwanawe. Yeye aliye naye mwana anao huo uzima, asiye naye mwana wa Mungu hana huo uzima. Mstari wa 13 anasema, nimewaandikia ninyi mambo hayo ili mjue ya kwamba mna uzima wa milele ninyi mnaoliamini jina la mwana wa Mungu. Damu ya Yesu Kristo.
sisi tuliyeliamini jina la Yesu Kristo, sisi tunayeamini mwili na damu ya Yesu Kristo, sisi tuliyopokea, tunayetumaini, tunayetegemea mwili na damu ya Yesu Kristo, tuna uzima wa milele. Roho Mtakatifu anatuambia sisi tunayewahubiria watu mwili na damu ya Yesu Kristo, hao watu wanaosikiliza na kupokea mwili na damu ya Yesu Kristo popote ulimwenguni, ajue ana uzima wa milele. Kama uzima wa milele unapatikana kwa kuhubiriwa mwili na damu ya Yesu Kristo, kama uzima wa milele unapatikana kwa kuamini katika mwili na damu ya Yesu Kristo, je, anayehubiri majumba na magari anawahubiria kitu gani? Mauti ya milele. Kwa sababu Mungu hakuweka uzima wa milele katika fedha na mali za dunia. Mungu hajaweka uzima wa milele katika magari na majumba ya dunia. Wakristo wanatakiwa kuwachunguza hao watumishi, hao mitume wanaojiita mitume, hao wachungaji wanaojiita wachungaji, hao manabii wanaojiita manabii. Ni manabii feki, wanamtumikia Yesu feki wa dunia hii, matumbo yao wenyewe. Hakuna uzima wanaohubiri, wanawahubiria watu mauti. Kila siku wanawaimarisha katika mauti, na watu wanamiminika kwa sababu wanataka majumba na magari, wasijue wanahubiriwa mauti. Wanaacha kusikiliza mwili na damu ya Yesu Kristo. Ndiyo Pasaka wetu, ndiyo Pasaka wetu aliyechinjwa, aliyekufa. Huyo ndiye tunayemhubiri. Kwa damu yake tuna uzima wa milele. Damu ya Yesu Kristo. Mungu awabariki sana.